Katika operation ambazo tunafanya, tumefanikiwa kukamata matukio mawili ambayo ni ya kupatikana kwa noti bandia. Tukio la kwanza lilikuwa ni la Machi tarehe 27 majira ya saa 11:30 katika kaunta ya benki ya NMB tawi la Igunga, kata na tarafa na wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora, ambapo Charles Daniel, huyu ana umri wa miaka 39, Msukuma, ni dereva na mkazi wa Igunga, alikamatwa akiwa anamiliki noti 25 za shilingi 10,010 zenye thamani ya shilingi 250,000 ambazo zinadhaniwa kuwa ni za bandia. Kati ya noti hizo, noti 10 zilikuwa na serial number inayofanana ya PK 2195629. Pia noti 10 nyingine zilikuwa na serial number inayofanana ya PH 4664653, na noti 5 zilikuwa pia na serial number ambayo inafanana ya 3642876. Mbinu aliyotumia mtuhumiwa huyu ni kujaribu kuwakilisha benki fedha hizi bandia akiwa amezichanganya na fedha halali, lakini ni kujaribu kuhalalisha kipato ambacho sio halali. Mtuhumiwa amekamatwa, yuko mahabusu na taratibu za kisheria zinaendelea kufanyika. Tukio la pili lilikuwa ni la jana Machi 28 majira ya saa 6:30 kwenye maeneo ya barabara Mwanzuki, jirani na stendi kuu ya mabasi ya Igunga, kata na tarafa na wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora. Alikamatwa Sylvester Peter mwenye umri wa miaka 29. Huyu ni Msukuma, mkulima, na makazi yake ni Lugubu. Alikamatwa akiwa na Tabu Saidi mwenye umri wa miaka 19, ni Mnyamwezi na mkazi wa Lugubu. Hawa ni mke na mume, na walikamatwa wakiwa na jumla ya noti 94 za shilingi 10,010 ambapo zinakuwa na thamani ya shilingi 940,000 ambazo nazo zinadhaniwa kuwa ni bandia. Kati ya hizo noti 24 zina serial number inayofanana ya 633444, na noti 23 zina serial number inayofanana ya 68100326. Noti 23 nyingine zina serial number ya 2907860, na noti 24 nyingine zina serial number inayofanana ya 3081486. Mbinu ambayo wametumia ni kuweka fedha hizi kwenye begi wakiwa wanatokea kijijini Lugubu na wakielekea Tabora, na kwa ushirikiano ambao tuliupata kutoka kwa wananchi waliweza kukamatwa wakiwa kwenye stendi, na watuhumiwa wao wanaendelea kufanywa mahojiano kwenye kituo cha polisi cha Igunga, na uchunguzi utakapokamilika watafikishwa mahakamani.